Baada ya kusubiri siku kadhaa, hatimaye ligi kuu Tanzania bara inarejea siku ya hii leo, na kama ambavyo tunafahamu, kwa upande wa klabu ya Simba watakuwa ni wageni mbele ya JKT Tanzania, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 1 kamili za jioni kulingana na taarifa ambayo waliweza kutoa kwa upande wa bodi ya ligi. Na kwa upande wa Simba tayari tunafahamu wameweza kucheza michezo miwili na tayari wana alama 6. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao wanahitaji alama 3 zaidi, kama ambavyo tuliweza kumangazia kwa upande wa Mwalimu Selemani Matola kwenye press ambayo alifanya hapo jana. Aliweza kuzungumza kwamba hii ni mechi ambayo kwa upande wa klabu ya Simba wanahitaji kufunga mabao mengi zaidi. Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunakisubiri ni kuona namna ambavyo kwa upande wa klabu ya Simba watawafunga mabao mengi zaidi kwa upande wa JKT Tanzania, kama kitu hicho kinawezekana. Sasa hapa ninacho kikosi ambacho kinatarajia kuweza kuanza kwenye mchezo huo, na mimi moja kwa moja hapa nitakwenda kukutajia, lakini kabla sijaanza kukutajia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi cha Simba dhidi ya JKT Tanzania. Moja kwa moja twende tutazame mfumo ambao anakwenda kutumia Mwalimu Dimitar Pantev, ambapo mfumo wake ambao anatumia mara nyingi amekuwa akitumia mara kwa mara wa 4-2-3-1 ndio mfumo ambao mara nyingi amekuwa akiuamini kwenye kikosi chake. Na twende tutazame kwa upande wa golikipa, yupo Yakubu Suleiman. Kwa upande wa Yakubu Suleiman tunafahamu ni golikipa nambari 2. Hii ni baada ya golikipa Musa Pinipini Kamara kuumia. Hivyo kwa upande wa golikipa huyu amekuwa akipata nafasi. Tunafahamu ni kipa mwenye ujasiri wa mawasiliano mazuri kwa upande wa mabeki, lakini pia ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi, na ni kitu kikubwa zaidi ambacho kinaendana na falsafa ya Mwalimu Pantev. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe tunafahamu mara zote amekuwa akitumika kama beki ambaye anapenda zaidi kushambulia, lakini pia cross zake zimekuwa na uwezo mzuri zaidi wa kufunga kwa upande wa washambuliaji ambao wanasimama kwenye eneo la katikati. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto, kama kawaida yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Mligo, yeye kwa upande wake anajulikana kwa kasi, lakini pia nguvu yake, lakini pia atakuwa na jukumu zaidi kuzuia mashambulizi upande wa JKT Tanzania, huku akipanda mara chache kusaidia upande wa kushoto. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak, ambapo tunafahamu kwa upande wa beki huyu kwa sasa naweza nikasema kwamba Simba walikwenda kusajili mchezaji ambaye ni muhimu zaidi kwenye eneo hili kulingana na kile ambacho amekuwa akitoa kwenye michezo hivi karibuni. Kimwangalia kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia hata kwenye michuano ya kimataifa, unaona kabisa kwamba huyu ni kisiki kuliko. Lakini pia Chamuka Rabu ndiye ambaye atakwenda kusimama kwenye eneo hilo. Hii ni kutokana na muunganiko wa ujasiri na kuweza kuipanga safu yake ya ulinzi. Ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni nuru ndani ya kikosi hicho. Twende tutizame moja kwa moja kwenye upande wa viungo. Kwenye upande wa kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Huyu tunafahamu mara nyingi amekuwa ni kama beki wa 5 kulingana na namna ambavyo amekuwa na kama mazingira yake. Kazi yake ni kuvunja mipango ya wapinzani, kulinda safu ya mabeki. Kocha Pantev anapendelea zaidi nidhamu na uwezo wake wa kuweza kutuliza mchezo. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Nabi Kamara kulingana na aina ya mchezo. Kwa upande wa Kamara atakuwa na jukumu zaidi ya kupitisha mipira kutoka kwenye eneo la ulinzi na kupeleka mpira kwenye eneo la mbele kulingana na aina ya mfumo wa Mwalimu Pantev. Lakini pia kwenye upande wa kiungo mshambuliaji yupo Jean Charles Ahoua. Mara nyingi huyu ndiye amekuwa ni kwa upande wa klabu ya Simba, hasa kwenye upande wa kutengeneza nafasi, lakini pia hata kwenye upande wa mipira iliyokufa. Tunafahamu ni mchezaji mzuri ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupiga foul, lakini pia na kuweza kupiga penalti kwa upande wake. Zikitokea hizo, basi tutaona kwa upande wa klabu ya Simba wakimpatia mpira kulingana na aina ya ubunifu wake ambao amekuwa nao. Lakini pia kwenye upande wa wingi pembeni kulia yupo Kibu Dennis. Tunafahamu kwa upande wa kasi yake ana uwezo wa kuzunguka zaidi, lakini pia ni mchezaji ambaye ni mzuri zaidi kwenye upande wa kulazimisha. Hicho ndicho kitu kikubwa ambacho amekuwa nacho mara zote. Hivyo atasimama kwenye eneo hilo. Wakati huo pia Elim Panzu anasimama kwenye eneo wingi pembeni kushoto. Huyu tunafahamu namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kupenya katikati, lakini pia kupiga mashuti ya mbali. Pantev yeye kwa upande wake atakuwa akimtumia kama inverted winger, akicheza ndani zaidi kumsaidia Ahoua katika kutengeneza nafasi. Lakini pia kwa upande wa mshambuliaji wa kati yupo Jonathan Soa. Si mara nyingi kumuona akianza kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa wakati huu kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, Mwalimu Pantev kulingana na kile ambacho amekiona mazoezini, anaona kwamba Jonathan Soa atakuwa ni mchezaji muhimu. Huyu ni mshambuliaji hatari mwenye nguvu na uwezo wa kumalizia nafasi ndogo. Anafanya kazi kubwa ya kuwavuta mabeki kwenye eneo lake ili aweze kufunga kiurahisi.